Mwenyekiti, wastaafu waliokuwa wakifanya kazi kwenye jeshi la magereza, kuna wengine wamestaafu mwaka 2015, wengine 19 na wengine 2021. Wamekuwa wakidai fedha nyingi, madai mengi kama vile nauli za safari za kikazi, nauli za uhamisho, lakini na zile za kustaafu. Mpaka leo hawajalipwa, wamekuwa wakifuatilia muda wote huu. Ninataka kujua nini mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba watu wanapostaafu basi wachukue interval kidogo tu waweze kulipwa, maana mnakuwa mna database, mnajua wao watu wameajiriwa kwenye idara hizo. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza niendelee kumpongeza dada yangu, mwalimu wangu Mheshimiwa Matiko kwa namna anavyofuatilia mambo ya askari hasa magereza. Amekuwa champion mzuri hapa bungeni. Nikuhakikishie sana Mheshimiwa mbunge, ili jambo tunalichukua kwa uzito wake, na kwa mwaka huu wa fedha tayari tumetenga shilingi bilioni 207 kwa ajili ya kulipa madai haya yote. Kwa hiyo sisi tutawasiliana, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, tutawasiliana na wenzetu wa mambo ya ndani tuone namna ya kucompile haya yote ili hawa wanaodai madai yao yote waweze kulipwa kwa wakati. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mwenyekiti, mimi niko kamati ya LAC. Moja ya changamoto tunazokutana nazo kwenye kamati ya LAC kwenye halmashauri, mbali ya madai ya wafanyakazi, ni pamoja na madai ya wastaafu ambao wamestaafu hawajalipwa malipo yao, pamoja na malipo mbalimbali ya mizigo. Ni lini sasa serikali mtahakikisha mnaziagiza halmashauri kuhakikisha zinalipa wastaafu kwa wakati? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na pia niendelee kumpongeza Mheshimiwa Esther Bulaya. Amekuwa akipigania jambo hili, na nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, kama nilivyosema hapa kwamba tayari tarehe 30 mwezi wa 4 tulitoa mwongozo na waraka kuzitaka mamlaka zote za waajiri kuhakikisha madai ya wastaafu yanalipwa kwa wakati, kwa sababu jambo la kustaafu sio dharura, ni jambo ambalo lipo kisheria. Kwa hiyo niendelee tena kusisitiza kupitia bunge hili ule waraka na mwongozo tuliotoa kuwakumbusha waajiri wote waweze kuzingatia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana Mheshimiwa Deus Sangu kwa majibu hayo ya ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora. Tunaendelea na ofisi ya makamu wa Rais, muungano na mazingira. Mheshimiwa Zakaria Paul Isai, mbunge wa Mbulu mjini, aulize swali lake. Je, ni hatua gani imefikiwa katika kutekeleza taarifa ya wataalamu kuhusu ziwa Talwi? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Hamis Hamza Hamis. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilifanya tathmini ya kina ya hali ya mazingira ya ziwa Talwi na kuandaa taarifa iliyobainisha changamoto mbalimbali ambazo zinatishia uhai na uwepo wa ziwa pamoja na mifumo ya ekolojia yake. Changamoto hizo ni pamoja na ziwa kujaa taka, kwa maana kwamba tope, kupungua kwa maji yanayoingia ziwani kutokana na uchepushwaji wa maji yote ya mto Endayaya ambayo yanatumika kwa shughuli za majumbani, na uwepo wa magugu maji ya aina mbalimbali ndani na kando ya ziwa, hivyo kupunguza eneo la shughuli za uvuvi pamoja na bayoanuai iliyokuwepo. Katika kukabiliana na changamoto hizo, serikali itaendelea kutenga fedha pamoja na kutafuta fedha kupitia mifuko ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ukiwemo mfuko wa dunia wa hifadhi ya mazingira GEF na mfuko wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi GCF, ili kunusuru ziwa hilo na mifumo ya ekolojia yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua athari ambazo zinaweza kusababishwa na uharibifu wa ziwa Talwi na maziwa mengine hapa nchini, kupitia bunge lako tukufu, ninaomba kuzielekeza halmashauri zote nchini kuendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 kifungu namba 51/4 kinachozuia uendeshaji wa shughuli za kudumu za kibinadamu au zenye madhara kwa mazingira ndani ya mita 60 kutoka kwenye kingo za ziwa hilo pamoja na mito na vijito vinavyoelekea katika maji na maziwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote.
Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.